Uchaguzi uliopita tulitoa ahadi kwa wajasiriamali kwamba tutawajengea masoko, tutawapa mitaji, na tumefanya hivyo. Masoko yamejengwa maeneo mbalimbali kama mnavyotambua, Mwanakwerekwe, Jumbi, Chuini, na sasa hivi linakaribia kukamilika la Mombasa. Tutaendelea kujenga masoko na tutaendelea kutoa mitaji kwa wajasiriamali ili waweze kujikwamua kimaisha. Tutahakikisha tunasimamia kuondoa changamoto zinazokukabilini katika biashara yenu. Kwa hivyo, ndugu zangu, tuko hapa leo kwa madhumuni ya kuzungumza nanyi, kuwaeleza kwamba serikali hii ya awamu ya 8 katika kipindi cha pili cha utawala tutafanya mengi zaidi kuliko tuliyoyafanya awamu hii inayokamilika. Nadhani mnatambua ya kwamba serikali imeanzisha wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, ZEA. Lengo la wakala ule ni kuhakikisha kwamba tunasaidia wajasiriamali, tunasaidia vikundi vya ushirika katika mambo kadhaa, yakiwemo haya yafuatayo. Kwanza ni kuwapatia mafunzo ya zile kazi wanazozifanya. Pili, kuwapatia mitaji kwa ajili ya kazi zao. Tatu, kuwatafutia masoko ya bidhaa zao. 4, kuwapatia vitendea kazi. Na 5, kuwatafutia mazingira bora ya kufanyia biashara zao. Kwa hivyo ndugu zangu, katika kipindi kijacho cha uongozi, endapo tutaingia madarakani, ni kwamba tutahakikisha ya kwamba maeneo haya tunayapa mkazo. Natambua kabisa kwamba mlio wengi hapa mmejiajiri nyinyi wenyewe, serikali itakusaidieni katika maeneo yenu. Na Chama cha Mapinduzi kimejipanga kutatua tatizo la ajira kwa vijana. Mipango yetu ya utatuzi wa ajira imejikita katika maeneo matatu. Kwanza, kuendelea kutoa ajira mbalimbali serikalini za wataalamu. Tunatambua tutahitaji walimu wengi, tunatambua tutahitaji wafanyakazi wa afya wengi, tutahitaji watu katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo serikali itaendelea kutoa ajira ili tuweze kutoa ajira kwa vijana wenye taaluma maalum kama katika sekta hizo